Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 13. Bwana Yesu alikuwa anatoa mfano mfupi kuhusu wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Katika mfano huu tunaweza tukajifunza vitu vingi. Wale wanawali wapumbavu waliandaa taa, lakini walikuwa hawajaweka mafuta. Lakini wale wanawali wenye busara, taa zao zilikuwa zina mafuta, wakiwa wamejipanga kumpokea bwana harusi. Basi usiku ukaingia, wakalala usingizi. Kuja kuamka, sikia vigelegele, wanakuja kuangalia wale wapumbavu hawana mafuta kwenye taa zao. Wanaazima mafuta kwa wale wanawali wenye busara, lakini wakawambia kwamba mafuta yetu hayatutoshi, basi mwendeni mkanunue yale mafuta. Walipotoka, bwana harusi akaingia, mlango ukafungwa. Basi wale wanawali wenye wapumbavu wanakuja, nakuta mlango umefungwa, wanagonga, tunahitaji utufungulie. Bwana harusi akasema, ondokeni, mimi siwajui. Basi kesheni basi, kwa sababu haujui siku wala saa ambayo atakuja bwana harusi. Hiyo story inatufundisha nini? Hiyo tunajifunza kwamba unatakiwa ukae taa yako ndani ya moyo wako inawaka. Tukisema taa inawaka ni nini? Tunamaanisha ukae ukiwa katika hali ya utakatifu, ukae katika maisha ya kutenda yaliyo mema. Usingojee kwamba mimi nitakuja nitende yaliyo mema huko uzeni. No, haujui siku ambayo Bwana atakuita ni ipi. Unatakiwa ukae katika maisha ya kumtukuza Mungu, ya kumpendeza Mungu, ili hata siku bwana harusi akija, nawe upate kuwa miongoni mwa wale ambao watasherehekea harusi yake. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Basi wakati ni sasa wa kuweza kubadilika. Kama kuna wakati kama kuna sehemu ambapo unaenda kinyume, ni wakati sasa wa kubadilika, kwa sababu muda ndio huu wa kusikiliza Injili na kuitii. Hakuna muda mwingine tena. Mungu akubariki sana, akusaidie.